Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwanza nianze kwa shukurani kwa watu watatu. Kwanza nimshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa anayoifanya, lakini kwa jambo moja kubwa kabisa alilofanya, kumkinga mtoto wangu dhidi ya pornography, dhidi ya picha za ngono. Katika nchi hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, hauwezi kuaccess mitandao ya ngono kabisa. Na haya ilitokea tu mara baada ya Mheshimiwa Rais kuingia madarakani. Kwa hiyo kila sababu ya kumpongeza sana rais wangu, jambo jema, tumewalinda watoto wetu, nashukuru sana nchi yangu. Jambo la pili, namshukuru sana Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, Katibu Mkuu, lakini kipekee nimshukuru sana dada yangu Gwajima, kwa kweli anafanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa wabunge, tupitisheni bajeti yake, fedha ni kidogo, lakini bajeti ijayo niombe tumuongezee fedha, ana kazi kubwa, anahitaji msaada wetu sisi. Wiki iliyopita nilienda wizarani kwake. Hili lazima niliseme. Nilikuwa nimefuatilia cheti cha usajili wa NGO ofisini kwake. Katibu mutasi wa mkurugenzi wa usajili wa NGO hakunitendea vizuri. Nilipotoka pale nilimpigia simu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri mwenyewe aliamua kwenda kwenye ile ofisi, akakichukua cheti, akaniletea mpaka hapa bungeni. Kwa kweli dadangu unafanya kazi nzuri, Mungu aendelee kukubariki. Mtu wa tatu nataka nimpongeze ni mkurugenzi wa halmashauri yangu ya Buchosa kwa kukusanya fedha nyingi sana kwenye jimbo langu na hatimaye kupata ile 10% ya kuwahudumia wakina mama, vijana pamoja na walemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi na mambo mawili ya kuchangia. La kwanza, uko uhusiano mkubwa sana kati ya idadi ya watu na maendeleo ya taifa. Uko uhusiano mkubwa. Wazungu wanasema the larger the population, the larger the economy. Hili jambo lina ushahidi Mheshimiwa Mwenyekiti. China ina watu wengi na uchumi wake ni mkubwa. Marekani ina watu wengi, uchumi wake ni mkubwa. India ina watu wengi, uchumi wake ni mkubwa. Nigeria ina watu wengi, uchumi wake ni mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nalisema hili kwa sababu ninaona sasa dunia inaelekea kwenye collapse kwa population, kuanguka kwa idadi ya watu. Na ziko juhudi zinafanywa na matajiri wa dunia hii kuhakikisha kwamba idadi ya watu wanapungua kutoka bilioni 7 mpaka bilioni 6. Na wanapozungumzia kupunguza watu, wanazungumzia Afrika. Kupunguza watu Afrika sio kwao. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninao ushahidi hapa. Ningependa nisome hii data hapa bila waheshimiwa wabunge waweze kuelewa. Uwiano wa mwanamke kwa idadi ya watoto wanaozaliwa. Narudia tena, fertility rate kati ya mama na watoto wanaozaliwa hapa Afrika mwaka 2022 ilikuwa mwanamke mmoja, watoto 4.2. 23 ilikuwa mwanamke mmoja, watoto 4.16. Mwaka 22 ilikuwa 4.4 ilikuwa 4.21 22. 23 ilikuwa mwanamke mmoja, watoto 4.16. Mwaka 24 ilikuwa mwanamke mmoja, watoto 4.10, na mwaka 25 ilikuwa watoto 4.05. Hiyo inaashiria kwamba watoto wanazidi kupungua kwa mwanamke mmoja. Idadi ya watu inazidi kupungua. Tanzania, Mheshimiwa Mwenyekiti, idadi ya mama ndio anazaa watoto wangapi? Mwaka 22 mwanamke mmoja ilikuwa ni watoto 4.67. Mwaka 23 mwanamke mmoja, watoto 4.61. Mwaka 24 mwanamke mmoja 4.57. Mwaka 25 mwanamke mmoja, watoto 4.52. Ukiangalia hizi data, idadi ya watoto inazidi kupungua. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunarudia tena kusema uko uhusiano mkubwa sana kati ya idadi ya watu na ukuaji wa uchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nisimame hapo kwa ujasiri kabisa niseme tunahitaji kuongeza idadi ya watu kwenye taifa letu. Tunahitaji kuzaa watoto wengi sana kwenye taifa hili. Kampeni iliyoko ni kupunguza idadi ya watu. Ziko chanjo zinaletwa, watoto wanachanjwa kuzuia wasizani. Matumizi ya P2, mwanamke atakiwa anywe P2 mara 4 kwa mwaka. Watoto wanakunywa karibu kila siku, wanakunywa P2. Wanaharibu homoni zao, wanashindwa kuzaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme
iko sababu ya kuhakikisha idadi ya watu inaongezeka. Kazi ya serikali itabaki moja, kuhakikisha kwamba hawa watu wanaozaliwa wanapata elimu na wanawezeshwa ili iweze kuwa kizazi chenye uwezo wa kuchangia maendeleo ya taifa. Tukiendelea kupungua, Mheshimiwa Mwenyekiti, hamwezi kunielewa, lakini iko siku nitakuja kueleweka. Wachina, Mheshimiwa Mwenyekiti, walikuwa wanazaa mtoto mmoja, sasa hivi wamebadilisha sera, wanazaa watoto wawili, kwa sababu wameshajua umuhimu wa kwamba idadi ya watu lazima iongezeke ili uchumi uendelee kukua. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa niseme nini? Naomba niseme mambo yafuatayo. La kwanza, wazazi katika taifa langu, mimi ni mzazi na watoto, tutimize wajibu wetu kwa familia zetu, tutimize wajibu zetu kwa watoto wetu. Wazazi tukae na watoto, tufundishe watoto wetu, tusiachie serikali kutulea watoto wetu. Mimi ni baba, lazima niwepo nyumbani pamoja na ubizi nilionao kulea watoto wangu. Tuwanyang'anye watoto device za mkononi, tuwanyang'anye watoto kompyuta mpaka watakapotimiza umri wa kujitegemea. Mheshimiwa Mwenyekiti, aliyetengeneza iPad mwenyewe Bill Gates, mwanao haruhusiwi kushika kompyuta mpaka atakapokuwa na miaka 14. Mheshimiwa Mwenyekiti, kompyuta na gadgets zinaharibu akili za watoto wetu. Tujiulize, tunataka taifa la namna gani? Tunataka taifa lenye uwezo kushindana na wenzetu. Tufanye mambo mawili: tuzae watoto na watoto wetu tuwalee vyema. Wakina baba, tutimize majukumu yetu nyumbani. Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo la kwanza. La pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria zisimamiwe. Na mmoja dadangu Gwajima anapambana kila siku. Tuna sheria nzuri sana, tuzisimamie. Wanaozivunjwa waadhibiwe kwa mujibu wa sheria. Hakuna mtu kwenye sheria. Ukimbaka mtoto wetu, ukimnajisi mtoto wetu, ukitembea mtoto chini ya umri, ushtakiwe kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme jambo lingine. Hili si litawafurahisha wangapi? Siwezi kuelewa. Nimefanya utafiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, huko tunapopita kote kwenye mabaa na kwenye sehemu za hoteli, wanaohudumia wengi ni mabinti wadogo wadogo, na wengi ni single mothers. Wengi wapata mimba wanahudumia, hawana baba nyumbani, wana watoto. Niombe bunge lako tukufu litafakari jambo hili. Nilipokwenda Marekani juzi nikakuta sheria ya tipu kwa mhudumu ni compulsory by law, ni lazima kwa sheria. Niombe bunge lako tukufu litafakari. Wanalipo shilingi 5,000 kwa siku, matokeo yake wanashindwa kulea watoto, wanaingia kwenye mambo yasiyo sahihi. Tipu hiyo ndio sheria, tipu by law. Ukihudumiwa chini kule andikwe tip 2%. Hii itasaidia kuwasaidia dada hao, lakini itasaidia wao fedha kukusanya fedha zao, kwa sababu watalazimisha walipewe misiti, hatimaye serikali itakusanya fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikushukuru sana, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana.